بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد كن حميدي الله سبحانه وتعالى na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tunaendelea na darasa letu la kitabu tauhid katika siku kama hii ya leo pamoja na siku ya kesho biidhnillahi alwadud. Tupo katika mlango wa 23. أليس كذلك؟ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. lango uliokuja kubainisha ya kwamba baadhi ya watu katika umma huu wataendelea kuabudu mizimu. Tukaisoma aya ya Allah katika suratul Nisa aya 51 katika kulithibitisha hilo. Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna biljibti wattaghut. Yu'minuna biljibti wattaghut. Kwa hiyo leo biidhnillahi alkarim isoma aya inayofuata, aya ya 60 ya suratul Maida. Anasema wa qawlihi ta'ala, na kauli yake Allah aliyetukuka. Aya hii nayo inaendelea kuthibitisha kwamba shirki katika umma huu ipo, kinyume na wale waliosema katika ahlul bid'ah kwamba shirki katika umma huu haipo. Shakwisha, shaondoka baada ya ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema wa qawlihi ta'ala, na kauli yake Allah aliyetukuka aliposema qul hal unabbiukum bisharrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. أهي imetokamana na mushrikuna ambao walikuwa wakiwakebehi Waislamu na kuambia kwamba dini yao ni dini ambayo ya kidhaifu kabisa, haina hadhi. Wakawatweza, wakawakebehi. Allah tabaraka wa taala akasema haya raddan ala almushrikina min alyahudi wan nasara, akiwa anawaradi washirikina mayahudi na manasara juu ya kebehi zao kwa dini ya Kiislamu.
na haya yapo na yanaendelea mpaka leo hii. Wako watu wanaizungumza vibaya hii dini ya Kiislamu, na mengine wamesababishiwa, yani kuyazungumza na kuyasema kupitia watu waongozi wenye ngozi za dini hii, wenye ndimi za dini hii. Matukio yao wafanyayo yakawa ni sababu ya maneno ya baadhi ya manasara kuizungumza vibaya dini ya Kiislamu. Mfano, watu wa kujilipua, magaidi, chinja wanaovamia mahala wakalipua, wakawaua watu pasi na hatia. Hawa ikawa pia ni miongoni mwa vijisababu vilivyopelekea al-Yahudi wa Nasara kuzungumza mambo ya kuitweza dini. Na kabla ya hapo ni watu manasara wal mushrikun wana chuki zao tu binafsi dhidi ya hii dini ya Kiislamu, na kuiona kwamba sio dini ya haki, ni dini iliyopitwa na wakati. Kwa hiyo watu wakawa wanafanya kila jitihada zao kutaka kuizima kwa mbinu mbalimbali kabisa. Sio wakati wa kuyazungumza hayo, lakini nataka kusema kwamba wako ambao hawaizungumzi vizuri hii dini katika watu wa mila za kikafiri, ima al-Yahud au an-Nasara. Tunaelewana vizuri hapa? Allah kipindi kile akayasema haya maneno kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama majibu ya wale watu ambao wameitweza dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, dini ya Uislamu. Akamwambia mtume wake, qul, sema Muhammad, sema hali ya kuwa unawapa habari juu ya ubaya wa yale waliokuwa nayo wao. Sema, hal unabbiukum bisharrin min dhalika, je, nisikuambieni bisharrin min dhalika, baya zaidi kuliko hilo la nyinyi kututizama sisi kwa jicho baya, kutuangalia mkaisema dini yetu mkatutweza. Je, tusiwaambie yale mabaya zaidi yaliyoshinda hayo ambayo kwamba nyinyi mnayatazama kuitizamia dini yetu? Mathubatan inda Allah, yenye malipo mabaya kabisa mbele za Allah tabaraka wa taala. Tunaelewana hapa? Maana yake, je, nisikuambieni watu walio wabaya sana, wenye dini iliyo mbaya, watu ambao watapata jaza mbaya zaidi kuliko hiyo hali ambayo mnaitazama kwetu. Man la'anahu Allah, nisikuambieni kuhusiana na wale ambao wamelaaniwa na Allah, Allah akawaika mbali na rahma zake. Kwa maana wako wabaya zaidi ambao ni wale waliolaaniwa na Allah, na Allah akawaika mbali na rehema zake. Wa ghadhiba alayhi, na akawaghadhibikia. Wa ghadhiba alayhi, na akawaghadhibikia, na akawaadhibu duniani na akhira. Duniani amewadhibu na akhira anawasubiri.
waja'ala minhumul qiradata, na akawajaalia miongoni mwao, akawageuza wakawa ni manyani, wal khanazira, akawageuza baadhi yao wakawa ni maguruwe. Kwa hiyo hili la watu wenye sifa hizi ambao Allah amewaweka mbali na rahma zake, Allah amewaghadhibikia, Allah amewageuza umbile kutoka katika umbile la kibinadamu akawafanya kuwa ni nyani, akawafanya kuwa ni nguruwe. Ni wapi wabaya zaidi? Ni hawa mnaowatazama kwa jicho baya mkawaona kwamba dini yao si lolote kitu, dini yao si chochote kitu, bali mkawatupia tuhuma kwamba hawa bwana, hiyo Qur'ani yao ni kisomo cha mashetani, kama wanavyosema baadhi ya watu wasiojifahamu, wasiojijua. Kuna watu wakisikia Qur'ani inasomwa anaitakidi kwamba hiki ni kisomo cha mashetani, kinaita majini, kinafanya kadha. La, haya sio maneno ya mashetani. Qur'ani si maneno ya majini. Qur'ani ni maneno ya Rabbul Alamin, Mola mlezi wa walimwengu wote. Ameyatamka maneno haya, akayasikia kutoka kwake malaika Jibril, akashuka nayo malaika Jibrili kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na Muhammad naye akawa anayasema kwa masahaba wake wakawa wanayaandika zama zile, wakawa wanayaandika kwenye magome ya miti, wanayaandika maneno haya kwenye vipande vya ngozi, wanayaandika maneno haya, bali wanayahifadhi katika vifua vyao, mpaka ikafika wakati wa kuandikwa Qur'ani zama za Uthman bin Affan, ikakusanywa kwa pamoja mpaka leo hii sisi tuko nayo, walillahi alhamdu wal minna. Sio maneno ya mashetani, bali haya maneno ndiyo ambayo yanafukuza mashetani. Shetani anaposikia Qur'ani inasomwa anakimbia. Bali katika baadhi ya maeneo kulikuwa na msikiti mpya, walipokuwa wameanza kusalisha wakawa wanasoma Qur'an kwenye sala, basi nakumbuka watu wa maeneo ya pale karibu walikuwa wanapandisha mashetani, kwa kuwa mashetani hawapendi kusikia Qur'ani ikisomwa, na kila ambaye anachukia kusikia Qur'ani na kusomwa ana sehemu ya ushetani katika nafsi yake. Anaweza kawa ni shetani wa kijini au ni shetani wa kibinadamu. Dhahiri naam. Sasa anasema Allah tabarak wa taala kumwambia mtume wake, waambie hao Mayahudi, je, nisikuambieni mimi, nisikutajieni watu ambao wapo kwenye hali mbaya zaidi kuliko ni hawa ambao mnawatazama kwa jicho hili? Ni kina nani hao? Ni wale waliolaaniwa na Allah. Kuna baya zaidi kama wewe kuwekwa mbali na huruma za Allah. Kuna baya zaidi kama wewe kuwa ni maluuni, umelaaniwa. Kuna baya ambalo litazidi hili, kwa sababu unapokuwa ni maluun umewekwa kwenye fungu la mashetani. Shetani ni rajim, amewekwa mbali na rahma. Man la'anahu Allah, ni wale waliolaaniwa na Allah, wa ghadiba alayhi, na wakaghadhibikiwa, wana ghadhabu na hasira za Allah. Hasira na ghadhabu za Allah ziko juu yao, Mola wao wamewaghadhibikia. Kuna wabaya wakashinda hawa, bali akawabadilisha na akawageuza umbile kutoka katika umbile la kibinadamu ambalo ndio umbile lililo bora zaidi kuliko maumbile yote, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an,
laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Acha Qur'ani iseme. Anasema Mola mkarimu, sisi tumemkirimu mwanadamu. Mwanadamu umekirimiwa wewe. Hamalnahum fil barri wal bahr, tukawabeba wanadamu hawa bara, yani nchi kavu na sehemu yenye maji. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, bahr ni kila sehemu yenye maji, iwe ni baharini, iwe ni ziwani, iwe ni mtoni. Tumembeba mwanadamu juu yake, tulimpa ilhamu, tukampa ujuzi wa kutengeneza mtumbwi, ujuzi na ilmu na maarifa na ilhamu ambayo hakupewa mnyama, hakupewa ng'ombe wala mbuzi, kwamba kuna mbuzi mahala fulani wanatengeneza safina. Hakuna jambo hilo. Mwanadamu huyu ambaye tumemkirimu sisi, tumembeba huyu fil barri wal bahr, nchi kavu na sehemu yenye maji, baharini, ziwani, mitoni, wakadhalika wakadhalika. Warazaqnahum min at-tayyibat, na tukamruzuku mwanadamu aina mbalimbali ya vyakula vilivyokuwa vizuri. Mmesikia wapi kwamba ng'ombe anakula biriani? Ng'ombe anakula mkate wa kumimina? Mmesikia wapi maneno hayo? Ng'ombe kapika mkate wa kumimina. Warazaqnahum min at-tayyibat, na tumewaruzuku aina mbalimbali ya vyakula vilivyokuwa vizuri, maharage ya kukata. Wafaddalnahum, na tukawafadhilisha ala kathiri mimman khalaqna, kuwazidi wengi ambao tumewaumba. Tumewafadhilisha wanadamu kiumbile, kihadhi, kiheshima na ikramu. Ala kathiri mimman khalaqna tafdila. Sasa ukatolewa kwenye umbile hilo, ukageuzwa kutoka kwenye ubinadamu uliokuwa nao wa kimaumbile, ukageuzwa kuwa ni nyani, au ukageuzwa kuwa ni nguruwe. Nani mbaya zaidi? Waambie, hebu waulize Muhammad, waulize hao, nisikupasheni habari ya wale wabaya zaidi kuliko hawa ambao nyinyi mnawatazama kwa jicho hilo na wala hamkupatia dhahiri. Mafahamu nyinyi ambao umegeuzwa kuwa ni manyani, Mayahud, Allah amewageuza kuwa ni nyani. Kwa unaposoma mahala kwamba asili ya mwanadamu ametokamana na nyani, ni Mayahudi. Mayahudi ndo manyani. Sisi tumeumbwa na baba zetu, tumeumbwa kutokamana na maji ya baba zetu na mama zetu, na asili ya umbile la wanadamu ni Adamu mwenyewe aliyeumbwa kutokamana na udongo, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an. Khaliqun basharan min tin, taumba kiumbe kilichotokamana na udongo. Tena udongo aina mbalimbali, udongo aina mbalimbali, ule na ule kule na ule kule na ule kule. Allah akamuumba baba yetu Adamu kupitia udongo, na Adamu akaumbwa kwa mikono yake Allah tabaraka wa taala. Kuna ambavyo vinaumbwa kutokamana na amri tu ya Allah kuwa vinakuwa, lakini Adam kaumbwa kwa mikono ya Allah tabaraka wa taala. Adam na bustani ya Adeni, jannatu Aden, naam, na ameiandika Taurat kwa mkono wake subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja hadithi. Kwa ni kiumbe bora kabisa mwanadamu. Sasa hutoka mtu kwenye ubora huu kwa matendo yake machafu na matendo yake mabaya na matendo yake maovu, kama alivyowafanya Mayahudi
ambao waliwakataza wasiende kuvua siku ya Jumamosi, wanaitwa ashabu sabti. Ashabu sabti, watu wa sabti. Sabti ni Jumamosi, wa sabato. As-sabt, watu wa Jumamosi. Hawa Allah aliwatahini kwamba jamani, Jumamosi msiende kuvua. Kwa nini? Basi tu Mola kaamua hivyo, kwa sababu yeye haulizwi analolifanya, na anaweka sheria anayotaka yeye, anawaekea viumbe wake yeye mwenyewe aliowaumba yeye mwenyewe, haingiliwi wala haujiwi. Kwa nini umefanya hivyo? Kwa nini umewasulia hao wasiende kuvua siku ya Jumamosi? Basi ametaka kuwatahini watatii amri zake au la, na kule kutii amri ni ibada kwetu sisi. Alafu akawatahini tena kwamba hii siku ya Jumamosi ndio siku ambayo samaki wanakuwa wengi baharini mpaka wanatoa vichwa vyao. Yaani ukienda kwenye ufuku wa bahari unaona samaki wanatoa vichwa hivi. Unaona kichwa cha mzia, si mzia yule, sio jodari yule. Jodari limetoa kichwa namna hiyo. Sio chewa yule, chewa yule. Na vile vidogo vidogo vile si vibua, vibua vile, na vile pale vidogo sana daga mchele vile tunaviangalia pale, maji ya magotini. Na ndio siku ambayo haramu kuvua, alafu samaki wanakuwa katika mazingira haya. Wakafanyaje Mayahudi? Wakafanya hila, na Mayahudi ni watu wa hila. Wakaenda pembezoni mwa bahari wakachimba mashimo, alafu wakachimba mfereji kutoka kwenye maji. Mfereji unakuja mpaka kwenye shimo, wakawa samaki wanatiririka kwenye ule mfereji, puu wanatumbukia kwenye shimo, puu wanatumbukia kwenye mashimo. Alafu wanakuja Jumapili eti wanakuja kuvua Jumapili. Hila za Mayahudi. Wanawazuoni wao ahlul ilmi wakawakataza jambo hili. Jamani, nyinyi mmekatazwa msivue siku ya Jumamosi. Vipi leo mbona mwavua Jumamosi? Sisi hatujavua Jumamosi, sisi tumevua Jumapili. Wakasema ahlul ilmi, hapana, ile siku ambayo kwamba mmechimba yale mashimo mkatengeneza ile mifereji wakaingia wale samaki, ndio siku mliowavua. laqad sittumuha yawma hafartum laha alhafira, ile siku mlioachimbia mashimo ndio siku mliowavua hao. Kwa hiyo achaneni na tabia hii, hawataki. Achaneni na tabia hii, hawataki. Wakaambizana, jamani, sisi tumejizuia kuvua siku hii, hawa wenzetu wanavua siku hii. Wamekaidi amri ya Mola wao na mwenendo wake Allah Mola wetu na sunna yake kwa wale wenye kukhalifu. Anapotaka kuadhibu, akileta adhabu yake haibagui kwamba huyu alikuwemo, huyu hakuwemo. Adhabu haibagui. Kama ni kubaguliwa hiyo siku ya Kiyama, wewe ulikuwepo, wewe hukuwepo, kaa huko. Na ndio maana maneno yake subhanahu, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ogopeni adhabu ya Allah inapokuja haiwapati peke yake wale waliotenda makosa, bali inawapata waliotenda na wasiotenda. Alafu siku ya Kiyama yuhsharuna ala niyatihim, watafufuliwa kwa mujibu wa nia zao, lakini kija adhabu haibagui. Kwa hiyo tufanyeje? Sisi bwana, tujitenganishe nao kwa kuweka ukuta ambao utatuzuia baina yetu na wao.
wanaonelea yafaa Jumamosi kuyafanya mambo haya wawe peke yao, wanaonelea haifai wawe peke yao, wakaweka ukuta wenye mlango, huku kuna mlango, huku kuna mlango. Watu wa Jumamosi wana mlango wao, wanafungua wanakwenda zao baharini, na watu ambao kwamba hawaendi kuvua Jumamosi wana mlango wao, wanatokea wanakwenda kwenye siku zile zingine ambazo zimeruhusiwa kisheria kwenda kuvua. Wakawa wanatoka hawa na wanatoka wale, walishawakataza wakataziki. Na wengine walikuwa wakiwaambia wale watu wanaowakataza wale na kuwanasihi, jamani, wakasema lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum 'adhaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Lima ta'idhuna qauma, kwa nini nyinyi mnang'ang'ana, mnapambana, mnatumia nguvu na jitihada kuwapa mawaidha watu ambao hawakueleweni? Allahu muhlikuhum, na kwamba Allah atawaadhibu tu. Kwa nini mteseke kuwapa waadhi watu ambao hawasikii, na kwamba Allah atawaangamiza, atawaadhibu tu hawa, atawaangamiza au muadhibuhum adhaban shadida, au atawaadhibu adhabu kali. Wale wanaowanasihi wenzi wao wakawajibu hawa wanaowauliza maswali haya, wakajibu kwamba ma'dhiratan, sisi tunafanya haya ili tupate udhuru wa kuutoa mbele ya Mola wetu, tupate udhuru wa kuutoa mbele ya Mola wetu. Tutamwambia, ya Rabbi, ulitusikia, ya Rabbi, ulituona, sisi tuliwakataza na wewe ni shahidi wetu, lakini hawakukatazika tu wao wenyewe. Kwa hiyo tunafanya haya tutoe udhuru, kwa sababu Muislamu anapoona munkar alafu asiukemee, anakuwa ni sawa na aliyetenda munkari ule. Na ndio maana katika mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi aliyotaja Imam Muslim, man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, hadithi kama sijasahau ni Abu Sa'id al-Khudri, yeyote yule ambaye ataona miongoni mwenu jambo ovu ambalo linakiuka sharia, falyughayyirhu biyadihi, basi alibadilishe kwa mkono wake, aligeuze kwa mkono wake. Anaweza kutumia mkono, atumie mkono. Falyughayyirhu biyadihi. Mfano, baba mwenye nyumba ana uwezo wa kuondoa munkar au kuondoa uovu kwa mkono wake. Naam, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri. Anachapa, baba anaweza akachapa nyumbani kwake, anamchapa mtoto wake, ana adabu mbaya, ana fursa hiyo, mzazi anao uwezo huo, ameruhusiwa kisheria, chapa. Fa in lam yastati', asipoweza, fa bilisanihi, kwa maana asipoweza kutumia mkono, au badilishe uovu kwa ulimi wake. Ameshindwa ngazi ya kwanza, apande ngazi ya pili, kwa maana ashuke ngazi ya pili, aseme, akemee, afoke, agombe, kwa kuwa hawezi kumpiga, ni mtoto wa nani yake huko, kijana mtu mzima mkubwa. Kimpiga huyu mimi atanipiga mangumi, huyu atanivunja meno, lakini anafanya ovu, basi sema, tumia mdomo wako, kataza, nasihi, mwambie maneno ya hekima na busara. Fa in lam yastati', asipoweza na hili nalo, fa biqalbihi, basi achukie kwenye moyo wake, asiunge mkono wala asishadidie ubaya unaotendeka. Alishindwa kuondoa kwa mkono, alishindwa kusema,
auchukie huo munkari, huo uovu auchukie kwenye moyo wake, na hii ni imani dhaifu. Bismillahir Rahmanir